hasa mkoa wa Dar es Salaam. Tumeanza hapa mtaa wa Jamhuri, lakini kuna kasheshe tunaifuata sehemu nyingine, tunakwenda Masaki sasa. Kosikazi mimi na wataarifu tu, watajijua wenyewe, lakini Kosikazi kitahamia Masaki hivi sasa. Ipo kazi tunaenda kuifanya pia kule. Tunataka mkoa wa Dar es Salaam tuweke sawa sawa, maana hapa ndo chanzo cha kila kitu. Watu wanajua wakifika hapa ni rahisi kusafiri, wanajua jiji lina watu wengi, mwingiliano wa watu wengi sana. Katika shughuli hii ambayo tumeifanya kwa kutumia task force yetu hii, tumemkamata raia mmoja kutoka nje ya nchi ambaye sio Mtanzania, amekuwa sehemu ya hili jambo. Kwa unaweza kuona hii connection haishii hapa tu, imetengenezwa mpaka nje ya nchi. Ndugu zangu, mara mwisho tumekutana tarehe 27, niliwaambia sekta hii ikisimamiwa vizuri ina uwezo wa kuisaidia nchi yetu. Just imagine hawa wa kwenye soko bubu hili, hizi fedha zinye katika mfumo rasmi, mapato ya serikali yangeongezeka. Na hizi fedha ndugu zangu ndo zinakwenda kwenye barabara, zinakwenda kwenye shule, zinakwenda kwenye madawa. Lakini naona bado kuna baadhi ya wenzetu wa Tanzania msamiati wa utoshaji wa madini kwao naona kama ni kama chai ya asubuhi hivi, ni kitu cha kawaida sana. Sasa nataka leo niwatangazie rasmi, nimesema narudia, hatuta ruhusu mtu yoyote ambaye atajihusisha na shughuli hizi kuendelea kufanya kazi kwenye sekta ya madini. Imekuwepo utaratibu ya kwamba mtu anaweza kawa na leseni hapo, ukimkamata Dar es Salaam anahama anaenda kukatia Arusha. Sasa tumetengeneza mfumo hivi sasa, hawa watu tunawa blacklist, tutoa blacklist, hata tokea popote pale. Na hata ikitokea anaomba leseni kupitia kwa kampuni, tuendelea pia kufanya uchunguzi. Nataka tukomeshe hii kitu, waandishi wa habari na Watanzania. Inaumiza sana ukiona jitihada kubwa ambazo zinawekwa ya kwenye sekta hii kujaribu kusaidia ili sekta hii na yenyewe itoe mchango kwenye uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Mungu amejalia nchi yetu madini ya kutosha. Ndugu zangu waandishi wa habari, sekta hii hivi sasa imeanza kuchangia kwenye pato la taifa kwa 10.1%. Huwa nikisema maneno watu wanachukulia kawaida, lakini mimi naomba siku moja mjaribu kufanya ziara maeneo mengine. Mjiulizeni katika nchi ambazo zinachimba madini katika bara la Afrika, hivi ni nchi ngapi kupitia sekta ya madini wanachangia katika pato la taifa? Sio kitu kidogo. Maeneo mengi katika bara la Afrika madini yapo, lakini hana mchango kwenye uchumi. Sisi kwetu tumeanza kuweka mfumo huu mzuri, at least sasa unaweza kuziona numbers. Leo kwenye mfuko mkuu wa serikali kama unaweza kuingiza trilioni 1 bilioni 393, sio kitu kidogo, lakini tuna uwezo wa kuingiza zaidi. Hawa ndio wanaturudisha nyuma, hawa ndio wanaturudisha nyuma. Nataka niwaambie kwamba tutaendelea nao hatua kwa hatua, tutaendelea kuwakamata, tutawafikisha mahakamani, tutawachukulia hatua na tutawafungia kufanya biashara ya madini na hawatapata leseni tena. Lakini pia tunasubiri maamuzi ya kimahakama kwa hao wote ambao tumewakamata, ili baadaye pia na sisi tuweze kuchukua hatua zetu, ikiwemo hiyo ya kuweza kuwazuia kabisa kufanya shughuli za madini.